kama kitu kinauma sana. Mbona sijisikii sawa? Sio shida bwana. Au malaria yanasumbua. Nimerudi tena. Sasa. Nafanyaje sasa? Hebu ngoja kwanza niende kwenye kituo cha afya. Nikaangalia afya yangu. Ndugu Mustafa, tumekuangalia tena kipimo cha malaria, inaonekana kwamba unao ugonjwa wa malaria. Je, ulikuwa unatumia dawa kiusahihi? Kiukweli sidhani kama nimetumia kwa usahihi, kwa sababu nilitumia alafu katikati hapa nikaona afya yangu imeimarika. Kwa hiyo sikuona kama kuna ulazima wote wa kumaliza tena dawa. Kwa hiyo sikumaliza dawa kiukweli. Hayo matumizi sio sahihi ya kutumia dawa. Unapoandikiwa dawa, hata kama ni 1 mara 2 kwa siku 7 au 5, unatakiwa kuhakikisha kwamba unaitumia dawa kiusahihi na kwa siku sahihi. Kwa hiyo nitakuandikia dawa hapa, halafu nitakuelekeza kwa mtaalamu wa madawa, mfamasia, akupe mwongozo sahihi wa matumizi ya dawa. Matumizi sahihi ni vizuri zaidi. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie. Haya. Pole. Asante sana. Asante sana daktari. Karibu katika kitengo cha pharmacy. Asante sana. Unaitwa bwana nani? Naitwa bwana Mustafa Twaha. Bwana Mustafa Twaha. Karibu sana katika kitengo cha pharmacy, tunakusikiliza. Una shida gani bwana Mustafa? Asante famasia. Takriban wiki 2 sasa nilikuwa nasumbuliwa na maradhi. Sasa nilikuja katika kituo cha afya hapa, nikapewa matibabu, nikapewa na dozi ya kuitumia. Sasa nikarudi nyumbani nikaitumia ile dozi, nikajiona niko sawa. Sasa leo kidogo tangu asubuhi najiona siko sawa. Kichwa kinaniuma sana, pia kadhalika na mwili wangu naona. Yaani kiujumla ni kama homa imenirudia tena upya kama ile ya hapo awali. Sasa nikaona vyema nije katika kituo cha afya ili niweze kupata suluhisho la afya yangu. Sasa bwana Mustafa, kwa short summary yako tu ilivyoonekana hapo, ulivyoumwa, kutokumaliza kwako dozi na kutokufuata kwako maelekezo sahihi ya yule mtaalamu ndio kumekusababisha mpaka ukaumwa tena. Sawa bwana Mustafa? Sasa nikupe elimu kidogo juu ya madhara ya kutokumaliza dozi. Usipomaliza dozi kama mgonjwa, tafsiri yake ni kwamba hujafuata maelekezo ya yule mtaalamu wa afya alivyokupa ya kufanya matibabu yako kwa wakati huo. Sasa madhara yako ya aina tofauti tofauti. Kuna madhara anayemkuta mgonjwa, madhara anayekuta mimi, madhara anayekuta mpaka jamii. Yote tutayachambua leo. Tukianza na wewe mgonjwa, kutokwako kumaliza dozi kuna madhara tofauti tofauti, lakini athari ya kwanza ni kutokupona. Hiyo ulokuja nayo leo, hujapona, ndio maana ugonjwa umerudi tena leo. Lakini madhara ya pili, unapelekea vile vimelea vilivyokuathiri kuwa sugu. Sawa? Hivyo vimelea vinakuwa sugu, na maana haviwezi kutibika tena. Ndio maana umerudi tena sasa hivi. Sawa? Lakini madhara ya tatu, mbali na kwamba vimelea vimekuwa sugu katika mwili wako, unaweza ukapoteza maisha pia. Sawa bwana Mustafa? Lakini mbali na kupoteza maisha, pia kutokumaliza kwako dozi wewe bwana Mustafa, pia unaweza ukaongeza gharama za hayo matibabu. Sawa? Ina maana kosti ya matibabu yako itaongezeka. Lakini pili, itakulazimu ubadili dawa kutoka dawa hizo ulizokuwa unatumia kwenda dawa nyingine. Hiyo yote kwako bado inakuathiri. Tukibadilisha dawa
utaongeza fedha. Tukibadilisha matibabu utaongeza fedha. Lakini pili, huenda tukahitaji kukufuatilia zaidi, tukupime, tuangalie wingi wako wa damu unaendana na kiwango cha dawa ulichokunywa, ili tuhakikishe kama umekunywa ile dawa kwa usahihi. Na maana hapo tena itabidi ufanye vipimo ili tukuone umekunywa dawa kwa usahihi, tutaongeza tena gharama, apati na kifo chako kile. Lakini madhara mengine, utasababisha jamii ipate usugu wa hivyo vimelea, kwa sababu wewe utamuambukiza mwenzako, atapata vimelea sugu ambapo pia atatumia dawa, asipofuata matibabu sahihi hatapona. Lakini kwa kuwa vimelea vishakuwa sugu, ina maana yeye pia hatapona hata akitumia dawa ulizotumia wewe. Sawa? Hizo ni athari ambazo zinakukuta wewe direct kama mgonjwa. Lakini ukija katika upande wetu sisi wataalamu wa afya, tunaonekana hatufanyi kazi yetu ipasavyo kwenu nyie wagonjwa. Sawa? Mbali na hapo, mnatupunguzia uaminifu katika jamii. Jamii inakuwa pia haituamini. Sawa bwana Mustafa? Apati na kuwa jamii sisi haituamini, pia unaishusha level yetu hospitali, kwamba hospitali ile hatutoi matibabu sahihi, wakati tumekupa matibabu sahihi na umeshindwa mwenyewe kuyafuatisha. Sawa Sasa wewe leo tutadili na za kwako tu. Kwa nini usipomaliza dozi ugonjwa unakurudia? Kitaalam zaidi katika upande wa sekta ya dawa. Unapokuwa unatumia dawa, vile vimelea vinaenda kupambana na ile dawa, bwana Mustafa. Tunatarajia unywe dawa yako labda mara 3 kwa siku, kila baada ya masaa 8. Utakapokuwa unatumia zile dawa, vile vimelea vinapambana na ile dawa. Sasa wewe utakapokuwa umeona nafuu, ina maana vimelea vimeshindwa nguvu ya ile dawa. Wewe unakuwa umepata nafuu. Ukipata nafuu unaona nishapona, utaona kichwa kikuumi, utaona mwili hauchoki, utaona unaanza kupata ahueni kupona. Wewe unapoacha sasa kutumia zile dawa, vile vimelea na vyenyewe vina akili. Sawa? Wewe unapoacha, ina maana mashambulizi yanasimama. Mashambulizi yanaposimama, vile vimelea na vile vinajipanga sasa, kwamba mashambulizi yameachika hapa, tu pati mashambulizi tena. Lakini walio tudhuru walikuja na vifaa hivi na hivi na hivi. Sawa? Walikuja na vifaa kadhaa wa kadhaa. Ili tujikinge na hivi vifaa, inabidi tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa vile vimelea vinajidhatiti tena. Sawa, utakapokuja tena kutumia hizo dawa, vinakuwa vishajipanga kwamba huyu mtu tunajikinga 1, 2, 3. Sawa? Ambapo hapo tena tunarudi kule kule, tutabadilisha dawa, yaani tutazunguka bado. Sawa bwana Mustafa? Kwa kitu cha kwanza cha kukushauri, hakikisha unamaliza dozi. Na si kumaliza dozi tu, pia kufata maelekezo ya matumizi ya hiyo dozi. Kama tumekupa maelekezo unywe kila baada ya masaa 8, jitahidi ndani ya masaa 8 unapata dozi yako. Sawa? Unapata dozi yako na unaikamilisha kwa wakati. Haijalishi umepona, haijalishi hujapona, haijalishi unajisikia vizuri au la hasha haujisikii vizuri. Lakini pia tunashauri baada ya kumaliza matibabu yako, njoo ufanye check up tena. Kama wewe ulikuwa una ugonjwa wa malaria, umemaliza dozi ya malaria, njoo pima malaria tuone iko negative, hauna tena malaria. Kama ulikuwa una UTI, njoo upime tena UTI tuone kwamba UTI imeondoka. Hiyo ni njia ya pili ya mgonjwa kuifuata. Baada ya kumaliza dozi, unaona una matokeo gani? Fika katika kituo cha afya useme matokeo uliyopata. Sawa? Lakini mbali na hapo, matumizi pia ya hizi dawa usipotumia kwa usahihi, kutokufuatisha hizo dozi, inaweza ikakuletea madhara aina mbalimbali. Mengine unaweza ukayaona, mengine unaweza usiyaone leo. Kwa mfano, ukinywa dozi isipokuwa inatakiwa, yani ukanywa unavyojisikia wewe, unaweza ukaathiri ini, unaweza ukaathiri figo. Wewe hujui, utakuja kuona madhara yake huko mbele. Tumekwambia kunywa vidonge 2, wewe ukaenda ukanywa 4, unalidhuru figo. Hii yote ni kutokufuata maelekezo ya mtaalamu wa afya juu ya matibabu yako. Nadhani kwa leo umejifunza mengi sana bwana Mustafa. Sasa hapa
wewe utakuwa ni balozi wetu. Ukitoka huko nje, jitahidi kuwasii watu watumie dawa kwa usahihi. Ikitokezea umesahau, piga simu. Sasa hivi vituo vingi vya afya bwana Mustafa vina namba za simu. Kwa mfano ukija katika kituo chetu sisi cha Royal Polyclinic, tunafanya follow up kwa wagonjwa wetu. Tunakupigia sisi simu mwenyewe. Bwana, matibabu uliyofanya umeonaje? Kipi kimebadilika? Umepata nafuu? Kama hujapata nafuu, njoo. Sawa? Sasa kwako wewe leo tutakupa mpango kazi mwingine au tutakubadilishia dawa nyingine ya level ya juu ili tuende tukafight against hivyo vijidudu ambavyo vinakudhuru. Sawa bwana Mustafa? Na katika hizo dawa tutakazokupa, tafadhali jitahidi kufuatisha maelekezo tutakayokupa. Hii ni kwa maslahi yako wewe na kwa maslahi yangu mimi binafsi. Daktari, nikushukuru sana kwa elimu ulionipatia. Naamini kabisa imenisaidia sana, na sio mimi peke yangu tu, hata huko nyumbani napoenda. Naamini kabisa kuanzia sasa hizi nitahakikisha hata familia yangu kwamba watamaliza dozi, yani watafuata matibabu kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo nakushukuru sana, kiukweli nimeshiba. Maneno yako yamekuwa faraja tosha kwangu. Sina cha kusema. Asante na karibu sana. Asante sana katika kituo chetu cha Royal Polyclinic. Najua sielewi. Nasikia kizunguzungu sielewi, yani kichwa kinaniuma hatari. Imekuwaje tena? Kichwa kinaniuma. Sielewi. Sielewi kabisa. Hospitali ulienda? Hospitali nilienda. Ikawaje? Walikupa dawa? Dawa nilipewa, ila sikuzimaliza. Unafanya mchezo. Unatakiwa umalize dawa. Unavyopewa dozi, hakikisha kwamba unafuata utaratibu kama namna jinsi walivyokuelekeza. Sio, unaelewa? Unatakiwa umalize dozi. Ukutomaliza dozi kunaweza kusababisha wewe ukapata madhara makubwa sana kiafya. Miongoni mwa madhara hiyo, unaweza kupata ugonjwa wa figo, unaweza kupata maradhi ya ini, pia inaweza ikaenda mbali zaidi ukafa. Basi inabidi nirudi hospitali. So rudi, fanya haraka, uwahi kituo cha afya. Fanya haraka mzee, tusije kupoteza baba.